siri ya wingu la utukufu wa Mungu. Siri ya wingu la utukufu wa Mungu. Ujumbe huu ni katika kitabu cha Luka, siri ya wingu la utukufu wa Mungu. Ujumbe huu unapatikana katika kitabu cha Luka sura ya 9. Luka 9 mstari wa 28 mpaka mstari wa 37. Siri ya wingu la utukufu wa Mungu. Siri ya wingu la utukufu wa Mungu. Baada ya maneno hayo yapata siku 8. Kwenye kitabu cha Mathayo anasema siku 6. Uona ni mgogoro mwingine wa kitheolojia, utaniuliza siku nyingine. Lakini hapa Luka anasema baada ya maneno hayo yapata siku 8, aliwatoa Petro na Yohana na Yakobo akapanda mlimani ili kuomba. Ikawa katika kusali kwake, sura ya uso wake ikageuka, mavazi yake yakawa meupe yakimetameta. Na tazama, watu wawili walikuwa wakizunguka naye, nao ni Musa na Elia, walioonekana katika utukufu, wakanena habari za kufariki kwake atakakotimiza Yerusalemu. Petro na wale waliokuwa pamoja naye walikuwa wamelemewa na usingizi, lakini walipokwisha amka waliuona utukufu wake na wale wawili waliosimama pamoja naye. Ikawa hao walipokuwa wakijitenga naye, Petro alimwambia Yesu, Bwana mkubwa, ni vizuri sisi kuwepo hapa, na tufanye vibanda vitatu, kimoja cha kwako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Elia, hali ajui asemalo. 34. Na alipokuwa akisema hayo, lilitokea wingu likawatia uvuli, wakaogopa walipoingia katika wingu hilo. Sauti ikatoka katika wingu ikisema, huyu ni mwanangu mteule wangu, msikieni yeye. Na sauti hiyo ilipokwisha, Yesu alionekana yu peke yake, nao wakanyamaza wasitangaze kwa mtu siku zile lolote katika walioyaona. Ikawa siku ya pili yake, waliposhuka mlimani, mkutano mkubwa ulikutana naye. Siri ya wingu la utukufu wa Mungu. Wingu ambalo linasemwa hapa ni wingu ambalo Kiebrania wanaitaga kabod au kavod. Pale ambapo sanduku la agano lilichukuliwa, wakasema ikabodi, kinyume chake, kwamba utukufu umeondoka. Utukufu ukiwepo waliita kabod au kavod. Waibrania waliita kavod, lakini Wagiriki waliita doxa. Sasa naomba nikueleze mambo yafuatayo. Kabod ama wingu ama utukufu wa Mungu, ni maana yake ni uwepo na ukweli wa Mungu ambao haufichiki tena. Maana ya kabod, maana ya doxa ni utukufu na ukuu wa Mungu ambao haufichiki tena, ni waziwazi, ni dhahiri. Maana yake Mungu anaposhuka mwenyewe haifichiki tena, ni waziwazi, ni dhahiri. Hata asiyeamini anaona huyu ni Mungu. Hata asiyejua chochote, hata asiyekuwa na dini, anaona huyu ni Mungu.
wakati wale manabii wa Baali walipoona waziwazi ya kwamba Mungu wao ameshindwa kujibu kwa moto, wameomba, wamejikata asubuhi, mchana, jioni, hakuna kilichoendelea. Akaja Elia akasema, sasa Bwana, na ijulikane ya kwamba wewe upo na kwamba mambo haya yote nimeyafanya kwa jina lako. Moto ukashuka waziwazi, bila petroli, bila gesi, bila mafuta ya taa, bila kuni. Moto ukashuka ukaziramba sadaka. Wote, anayeamini na asiyeamini, anayejua na asiyejua, alisema Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Inafika mahali ambapo hakuna ubishi. Yesu atusaidie. Inafika mahali ambapo hakuna ubishi. Mungu anapokujaga mwenyewe hakunaga ubishi. Kabla ya hapo maneno ni mengi, ujuaji ni mwingi, ubishi ni mwingi, longolongo ni nyingi. Lakini anapoingilia mwenyewe, akashuka mwenyewe, midomo inafungwaga. Yesu atusaidie. Kwa hiyo Petro na Yohana na Yakobo walimuonaga Yesu ni wa kawaida. Wameona mambo madogo madogo. Wameona akibadilisha maji yakiwa divai. Wameona akifufua maiti. Kunakuwa na maelezo ya kisayansi. Labda alilala tu, alipata tu, alizimia kwa muda. Lakini walipoona wingu linakuja, wanamwona Musa walikuwa wanamsoma kwenye vitabu, wanamwona Elia wayemsoma tu kwenye vitabu, wakamwona Musa huyo, Elia huyo hapo. Alafu wanamwona Yesu ambaye siku zote wanakula naye samaki, siku zote wanambeba kwenye mtumbwi. Wakaona amebadilika, macho yake yamekuwa kama miali ya jua, wameona kama miguu yake ni kama shaba iliyosuguliwa. Wakaona namna ambayo hawajawahi kuona. Maandiko yanasema wakazimia wote. Afu wakasikia sauti. Inapokujaga habari ya wingu, sauti ya Mungu haina ubishi. Nataka nikwambie, kuna level ambazo za kimungu ambazo hakuna ubishi. Kuna level za kimungu ambazo hakuna nini? Hakuna ubishi. Nilikuwa nasikia habari ya mtumishi mmoja hivi ambaye ninamsikiliza mpaka saa 8 usiku, saa 9 huku saa 10 usiku. Yule jamaa Mungu anamtumia. Mtu alikuwa ICU, anapumulia mipira, anajisaidia mipira, kila kitu ni mpira. Yuko ICU, aongee chochote, amekata kauli karibia mwezi mzima, hakuna kinachoendelea. Yule mtumishi Mungu anapomtumia akiwa busy kwenye huduma, alimwombea mtumishi mwenzake, akamwombea mikono yake. Kama sasa hapa nimwambie Baraka, mimi sina muda wa kwenda Mount Meru, sina muda wa kwenda KSMC, lete hiyo mikono yako afu nitaiombea. Unakwenda kumwekea mgonjwa kule ICU KSMC, afu naiombea mikono. Akampa na sheria, akamwambia ukiondoka hapa usimsalimie mtu yeyote, maana upako utachuja, maana upako utavuja, maana hapo katikati kuna kitu kitaendelea ambacho sio cha kimungu. Hata usiseme na mtu yeyote, usile lomoni, wewe nenda moja kwa moja mpaka kule ICU ukamwombea yule mgonjwa. Halo. Mwambie jirani yako hata sasa Mungu yupo. Mwambie Mungu yupo. Mungu wa Elia yupo. Mungu wa Elisha yupo. Jina lake ni Niko, ambaye niko. Yule mtumishi akamwombea yule kijana mikono. Yule kijana akaondoka straight mpaka hospitalini. Yule kijana akafika hospitalini wakamzuia, wakasema kule hakuna mtu kuingia. Kule mtu, yani nyie muende tu mkaandae mazishi. Kule biashara imefanyaje? Hapa hakuna cha maombi. Na pengine wakamwambia ameombewa sana. Yule kijana akafosifosi, wakamruhusu akafika ICU. Akaweka tu mikono yake juu ya yule mgonjwa, akasema yule Mungu wa fulani. Unajua hata Elisha asemaga, wapi Mungu wa Elia? Hiyo ipo tu. Yule Mungu wa fulani ambaye amenituma, Mungu fanya muujiza. Afu yule kijana hakuna kitu kilichoendelea, akaondoka. Ilipofika usiku, sema malaika. Sema malaika. Ilipofika usiku, malaika akashuka kwenye kile chumba. Afu yule bwana
akachomoa mipira yote. Mwenyewe akaamka usingizini, akachomoa mipira ya kuingiza vyakula kwenye pua, akachomoa si maele mnatunikiwa madipo na madamdamu, akachomoa si anakojoa kwa mipira, akachomoa, afa akainuka, afa akatoka zake hospitalini, akachapa mwendo, akaenda nyumbani. Bwana tusaidie. Yule kijana aliyetumwa alibaki ili ajue nini kimetokea. Akaja asubuhi kwenye kile chumba, akakuta mgonjwa hayupo. Akamuuliza nesi, kulikoni? Nesi akasema yule mgonjwa usiku alichomoa mipira, ametoa kila kitu cha hospitalini, ameondoka zake, ameenda nyumbani. Kuna mahali inafika wasomi watasema Yesu ni Bwana. Kuna mahali itafika matajiri watasema Yesu ni Bwana. Kuna mahali inafika wajuaji watasema Yesu ni Bwana. Kuna mahali ambapo inafika kila mtu anasema Yesu ni nani? Yesu ni Bwana. Utukufu wa Mungu ni mahali ambapo uwepo wa Mungu unakuwaga haufichiki tena. Ndio maana ya kabod au kavod. Maana ni mahali ambapo Mungu anajitukuza, anakujaga mwenyewe. Kiwete anatembea, kipofu anaona, kiziwi anasikia, bubu na vitu ambavyo vimeshindikana hospitalini vinapowezekana. Utukufu unapokuja, kila kitu ubishi unaishaga. Na hayo yote ndio yanaletwaga na uamsho. Kwa utukufu wa Mungu ni wakati ambapo ukuu wa Mungu, uweza wa Mungu, uwepo wa Mungu unakuwa si katika siri tena. Lakini ni wakati ukuu wa Mungu unaweza kuonekana wazi wazi. Yaani kwamba hapa kuna Mungu. Hapa kuna nani? Halo. Ndio mahali ilifika Farao akamwambia Yusufu, tupate wapi tena mtu kama wewe? Tupate wapi mtu kama wewe? Manake kuna kiwango cha uungu ambacho hakinaga ubishi tena, inakuwa ni wazi. Utukufu wa Mungu inasisitiza kinachoweza kuonekana cha Mungu wazi. Sasa naomba andika mambo yafuatayo. Yapo mambo hutokea tu wingu linaposhuka. Yapo mambo hutokea tu wingu linaposhuka. Yapo mambo hutokea tu wingu linaposhuka, si vinginevyo. Lakini andika, mambo makubwa ya Mungu hutokea ndani ya wingu ama chini ya wingu. Mambo makubwa ya Mungu hutokea ndani ya wingu ama chini ya wingu. Ndani ya wingu ama chini ya wingu. Mambo makubwa ya Mungu hutokea ndani ya wingu ama chini ya wingu. Lakini pia andika, Mungu alisema mambo makuu kukiwa na wingu. Ilitokea wakati wa Musa, ilitokea wakati wa kina Petro na mitume, ilitokea wakati wa Paulo, na ndivyo ilivyo hata sasa. Mungu husema mambo makuu kukiwa na wingu. Hapa sauti ikatoka, huyu ndiye mwanangu mpendo wangu niliyependezwa naye, msikieni yeye. Ilitoka sauti. Lakini watumishi waliona maajabu kukiwa na wingu pia. Watumishi wa Biblia waliona maajabu kukiwa na wingu. Hata Isaya 6, Isaya anaona kiti cha enzi, anaona kerubi anashuka na makaa ya moto, anatakasa midomo yake, alafu anasikia sauti ikisema, tumtume nani aende? Kuna watu hutumia lile neno kwamba ni Yesu ndiye aliulizwa tumtume nani, Yesu akasema nitume mimi. Kwa taarifa yako ni Isaya mwana wa Amozi ndiye alikuwa anaulizwa ni mtume nani aende, na Isaya akasema nitume mimi. Na baada ya hapo Isaya unabii wake ulibadilika, utumishi wake ulibadilika, maono yake alibadilika, ufahamu wake ulibadilika. Alijua mpaka jina la Yesu, kusoma sura ya 7 kama mstari wa 14, mpaka jina la Immanueli ndiye alimpa jina Yesu miaka 600 kabla. Maana yake kuna kiwango cha utukufu ambacho unapewa neema ya ufahamu usiokuwa wa kawaida. Umewahi kujiuliza Adamu
alijulia wapi majina ya akina simba, akina chui, akina farasi, akina ng'ombe? Adamu alikuwa ana utukufu wa Mungu, ambao utukufu ukiwepo unajua mambo yote bila kuuliza swali, bila kufundishwa. Ndio maana Petro alipomwona Musa, aliishi miaka karibia 1000 kabla, alijua yule ni Musa. Alipomwona Elia, aliishi miaka mingi kabla, alijua yule ni Elia. Akatamani ya kwamba tutengeneze vibanda vitatu, cha Musa, cha Yesu na cha Elia. Maana utukufu unapokuja, ufahamu wako unatakaswa, akili yako inatakaswa, neema inakuwepo. Unaona kama Mungu anavyoona, unajua kama Mungu anavyojua, unaamini kama Mungu anavyoamini. Maana unakuwa kwenye viwango vya kiungu. Utukufu unaposhuka, baba, unatakiwa neema, maarifa yanaongezeka, ufahamu unaongezeka, hekima inaongezeka. Petro alimfahamu Musa, aliishi zamani sana. Petro akamfahamu Elia, aliishi zamani sana. Utukufu unaposhuka, ufahamu wetu unatakaswa. Ndio maana kuna watumishi ambao ukimsikiliza akifundisha neno utashangaa ni Biblia ile ile. Ngoja nikwambie, kuna watumishi ambao wakifundisha maandiko, Biblia ile ile inahubiriwa miaka yote. Unashangaa, huyu amekwenda chuo gani? Huyu amefundishwa na nani? Maana yake kuna siku amepewa neema ya hilo wingu likamshukia, akapewa kuona sawa sawa, akapewa kujua sawa sawa, akapewa level za ungu. Wingu la Bwana linapokujaga, mtu anainuka kiufahamu, anainuka kiimani, anainuka kimamlaka. Ndio maana wote ambao walibarikiwa kuwa kwenye chini ya wingu, utumishi wao ni tofauti. Hata Musa, maandiko anasema alipokwenda milimani, kile kitabu cha Kutoka, alipokwenda milimani akaingia chini ya wingu, akakaa chini ya wingu siku 40 mchana na usiku, akaona njaa, hakula hakunywa siku 40. Maana yake inafika mahali hilo limwili lako, hilo liboksi lako, hilo likopo lako linafungiwa mahali. Ngoja nikwambie, huo mwili wako wa udhaifu, huo mwili wako wa kuharibika, unafika mahali unawekwa likizo siku 40 mchana na usiku, hakula hakunywa. Kwa nini? Alikuwa kwenye wingu. Sasa wewe nenda siku 40 wakati hata hujajazwa roho, utakufa siku ya 5 tu. Ndio maana maombi ya siku 40 na achukulia kwa ufahamu mwingine na kwa upeo mwingine. Mwenzako alikuwa kwenye wingu, alikuwa mbele ya Mungu. Kuna watumishi hawajaenda shule hata ya certificate. Bwana tusaidie. Ukisikiliza anavyofundisha, ukasikiliza hiyo maarifa, ukasikiliza hiyo hekima, ukasikiliza ule ufahamu. Yaani kuna vitu mtu anafundisha, nastopisha kama ni YouTube, naangalia ile Biblia imesemaje. Hata najiuliza, hivi huyu mtu alisoma shule gani huyu? Nini? Kuna siku moja alikaa kwenye hilo wingu la utukufu, akasikiliza. Kwenye wingu ndiko Musa alipokea zile amri, vitabu 5 vya sheria. Kwenye wingu. Kwenye wingu ndiko ambako akina Petro, ambaye akwenda shule, ni mvuvi, ni kijana tu wa mtaani. Petro ambaye akwenda shule, akapokea vitu ambavyo anafufua maiti. Kuna level mtu anakuwa nusu mtu nusu roho. Ni watu ambao wamekaa mbele za Mungu chini ya hilo wingu. Chini ya hilo wingu kuna kuaga hakuna maswali, na kama yapo kuna anaye kujibu direct. Ndio maana Yohana akiwa kwenye kisiwa cha Patimo, hivi kula alikuwaga anakula nini yule mwanaume? Akiwa huko akapokea kitabu cha Ufunuo. Halo. Ndio maana nakusihi, sema mchungaji anakusihi. Sema mchungaji anakusihi. Usije ukadhani umejua bado. Usije ukadhani hatujajua bado. Ukikaa kwenye wingu, kuna mambo unaona, kuna mambo unajua ambayo watu wa kawaida hawajuagi. Na unaweza kuongea, kuna vitu unaweza kuongea na watu mkaa kichwa kikauma. Maana yake kuna level za ufahamu, kuna level za neema ambazo ukikaa kwenye utukufu wa Mungu akasema na wewe, hiyo Biblia anakufundisha kwa namna ya ajabu sana. Kwa namna ya ajabu sana. Musa na Yesu mara nyingi wao walishuhudia uwepo mkubwa wa utukufu wa Mungu. Musa na Yesu
mara nyingi walishuhudia uwepo mkubwa wa utukufu wa Mungu.